Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Na mshukuru huyu Bwana kwa sababu yeye ni mwema. Bwana Yesu apewe sifa. Ni mwema kwa sababu ameniokoa, amenilinda pamoja na nyumba yangu. Nimemuona tangu tulioachana mpaka wakati huu akitembea, akiponya, akifungua na akiinua. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kuonana siku ya leo ni kwa ajili ya neema na mapenzi yako. Wacha tumuinue na tumtukuze kila wakati. Tukae katika neno, tutende yaliyo haki, ndio tuhesabiwa walio mema katika nyumba ya Bwana. Haleluya. Turudi katika mafundisho ya kitabu ya Ufunuo 7 kuanzia mstari wa 9 mpaka wa 17. Tuone vile Ufunuo Yohana, vile Yohana aliona makubwa Bwana Mungu wetu aliyotenda wakati wa nyakati zake. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati wana wa Israeli walikuwa wanapitia magumu na masito, lakini yeye akawezesha kufanya haki mbele ya wale waliomwamini. Amen. Kwa hivyo Bwana anaenda kutenda yaliyo haki wewe unaomwamini na kumtumikia. Bwana anaenda kukuinua ikiwa wewe unatafuta uso wake usiku na mchana. Kwa hivyo usilale ama usichoke kumuita huyo Bwana, kwa sababu ufurahishwa na mioyo inayomwabudu katika roho yake na kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wakati wana wa Israeli walipokuwa wanakutana na magumu, walipokuwa wakimwendea Yesu Kristo, hawakuwa na furaha kamwe. Walikuwa wanapitana magumu, walikuwa wanaenda milima na maponde, lakini walijua kwamba kuna Mungu yule atakuja na kuwatetea. Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe unaomwamini Yesu Kristo, jua ya kwamba kuna yule anayekutetea kwa katika kiti yake enzi. Usiogope, usibabaike kwa yale utakutana nayo, lakini kuwa na tumaini ndani yako na ukae katika neno na usame katika maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kristo inuliwe. Ukae katika neno na usame katika maombi. Bwana atakuinua wakati wa majaribio na mateso na kilio. Yeye aachi wake yule anayemuita usiku na mchana. Bwana Yesu apewe sifa. Hawezi akamtema kamu, atakaa pamoja nao, na magumu atakuondolea, masito atakuondolea, na vita atakupigania. Wana wa Israeli walipokuwa katika ile hadi ya kumwabudu Bwana, ya kutafuta uso wa Bwana, lakini walikaribiana na vita mingi, lakini wachache walisimama katika neno. Unaweza kuwa uko na vita katika safari ya wokovu, unaweza kuwa uko na vita katika nyumba yako, unaweza kuwa uko na vita katika kazini mwako, mahali popote umekataliwa, umenikiwa, lakini wacha leo nikupatie tumaini ni Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tumaini kwako, ukikataliwa, ukiongelezwa mbaya, ukinenewa walio maovu, hii haitakuwa kitu kwako, lakini ujue kwamba tumaini ni Yesu Kristo. Ukae katika neno ukijua kwamba kuna yule Yesu Kristo atakuja kukutetea. Bwana Yesu apewe sifa. Ayubu alikuwa na imani kwa kila jambo. Alipokutana na mengi, alipokutana na magonjwa, alipokutana na vifo kwa foma yake, hakurudi nyuma, hakuangalia konda, lakini alijua kwamba kuna yule anaamini atamutetea, ndio Yesu Kristo. Na wewe Mkristo unaamini, jua kwamba yale umepitia ni chakula ya kiroho, ile vita unapigwa ni chakula ya kiroho, kwa sababu kila mahali unaenda lazima Bwana aonekane. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye alipokuwa hapa duniani alijaribiwa, alitusiwa, aliongelezwa mengi, lakini haya hayatakuwa bunduki kwako. Haleluya. Kwa sababu yote yatapita, lakini neno litasimama. Hakuna wakati neno litapita, lakini neno litasimama mpaka mwisho. Lakini maneno yatapita. Kaa katika ili neno, umtukuze Bwana, mwabudu ya kwamba utamwabudu tena. Haleluya. Turudi katika hiyo, tunaona ya kwamba wakati hiyo wana wa Israeli walikuwa na mapito mengi, walikutana na mengi, lakini walisimama katika neno. Walisimama mpaka mwisho wa dunia. Hebu Kristo tuone ni umati wa watu gani waliomtetea Yesu Kristo mpaka kifo. Wewe mtetea, na usikose imani, usipungukiwa na imani. Mtetee iwe lipo, iwe vita, iwe majaribio, mtetee mpaka mwisho wa dunia. Haleluya. Maandiko yatuambia hivyo mstari wa 9, baada ya hayo nikaona na tazama mkutano mkubwa sana ambayo hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa,
kabila na jamaa na lugha wamesimama mbele ya kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo. Wamefikwa mavazi meupe. Haleluya. Wana watawi ya mtendo ya mitume mikononi mwao. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia katika hali ya Yohana, alipofunuliwa akaona watu wengi maelfu na maelfu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakiwa wamesimama, umati wa watu wakubwa hawawezi kuhesabika. Bwana Yesu apewe sifa. Ni imani gani huyo Yohana alikuwa mpaka Bwana akamfunulia yote? Alisema katika maombi, aliomba ya kwamba hataomba tena. Hakajua kwamba ni wakati imefika. Lakini nataka nimuone huyo Bwana. Wacha kuomba huyu Yesu Kristo ukimpapasa. Ukisema niko haraka kuelekea kazini, mtafuta huyo Bwana na tafuta wakati wa kumwabudu. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna wakati itakutafuta ili umwabudu Kristo, lakini wewe ndio utatafuta wakati ndio mwabudu. Wakati Yohana alipomtafuta Bwana akamwabudu katika roho yake na kweli, maandiko yatuambia alifunuliwa makubwa. Akaona umati wa watu, kila kabila, kila taifa, ikiwa imesimama katika kiti enzi. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia aliona umati usiohesabika. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Aliona umati uwezi ukahesabu, wakiwa wanamshuhudia Bwana, wakiwa wanamwabudu Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia ya kwamba walisimama katika mbele ya kiti cha enzi na mbele ya mwana kondoo, wamefikwa mavazi meupe. Tafakari wewe, ingekuwa wakati huo ungekuwa wapi? Kama ungekuwa wakati huo, mahali ungekuwa kuwa siku ya leo. Mtafute Bwana ya kwamba utamtafuta tena. Wachana na mambo ya vitina, wachana na mambo ya masengenyo, wachana na mambo yasiyokufaa, lakini tafuta huyo Yesu Kristo, kwa sababu anafaa kwa mwanadamu anayemwamini. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Alipoangalia akaona umati wa watu uwezi kuhesabika. Akaona wengi kwa kila kabila na mataifa. Na kwa wakati huo alipoona wamesimama katika kiti enzi mbele ya mwana kondoo. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Wamefikwa mavazi meupe. Na wakiwa wamebeba nini? Matawe mikononi mwao. Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe nikuulize ndugu yangu, dada yangu uliokoka, wakati mwana wa Mungu atakaporudi, atapata umesimama na nini? Umesimama katika neno? Umesimama katika vitina? Umesimama katika masengenyo? Umesimama na njia gani ili upate kumtukuza huyo Bwana wakati atakaporudi? Kwa sababu nakuambia mambo mengi yasikutoe kwa wokovu. Vitina mingi yasikutoe kwa wokovu. Bwana Yesu apewe sifa. Kutukuziwa kwako kusikutoe kwa wokovu, kwa sababu hiyo itakuwa bunduki kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio utaogopa ya kumbe ukipiwa ukisitiwa utakufa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wale walio wa Mungu wanaomwamini na kumwendea peke yake, atawafunika na damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu apewe sifa. Akasema aliuona mbele kiti enzi cha mwana kondoo wakiwa wamepepa matawe ya mitume mikononi mwao. Bwana Yesu apewe sifa. Na mahali pale waliposimama walikuwa wamefikwa mavazi meupe, kumaanisha ya kwamba walikuwa wametakasika kweli kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio napenda kusema kwenda kwa Yesu Kristo, kwenda kwa mwana wa Mungu, lazima uende ukiwa mtakatifu. Usiende ukiwa madhara, usikuwa juzuki kwa wachawe, asubuhi unasema Yesu asibiwe, usikue kwa waganga, alafu unaanza kumtukuza Bwana, unashuhudia kweli kweli, na vile ulipokuwa mahali ulikuwa hakukuwa watakatifu. Maandiko yananiambia walikuwa mavazi meupe, yani kutazama katika mioyo yao hawao kuwa na lawamu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Sio mavazi yenyewe walikuwa wamevaa, lakini walitazama katika mioyo yao hawakuwa na tarabu, hawakuwa na jambo lolote, hawakuwa na kikwazo. Walikuwa wameamua katika safari. Lipo walijua kwamba wataenda katika hii safari. Ndio walipofika mahali pale walimtukuza Bwana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Hayo ndio maono Yohana alipofunuliwa akiwa hapa duniani. Wewe wakati unaomuita Bwana unafunuliwa nini katika maisha yako?
Lazima ukuwe na maono masafi na matakatifu, kwa sababu hata wachawi na waganga wanafunuliwa. Lazima ufunuliwe maono yaliyo masafi kutoka juu mbinguni. Baraka inaweza kuandamana na wewe. Ndio neema ya Bwana inaweza kushuka katika nyumba yako. Kila wakati umuite na yeye ataitika. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo ainuliwe. Walipokuwa wamevikwa katika mavazi meupe na matawa mikononi mwao, wakalia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Walipoonekana kule mbele ya wale umati, walipoonekana mahali pale pa mtakatifu, ndio Yesu Kristo, wakiwa wamevikwa mavazi meupe, wakiwa na matawe mikononi mwako, maandiko yaniambia walilia. Haleluya. Wakalia kwa sauti kuu wakasema, wokovu inayo na Mungu. Hakuna mtu aliye na wokovu, hakuna mtu aliye na uhai wako, hakuna mtu aliye na kifo yako, ila kifo na wokovu iko mikononi mwa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia kwamba hawa umati wa watu walipoteuliwa wakapigwa mihuri, walipofika katika kiti enzi, walilia kwa sauti kubwa wakisema, wokovu wa Mungu uko na Mungu peke yake. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kumaanisha roho yako ulioamini na kumwabudu inakaa katika Mungu peke yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo ainuliwe. Maandiko kasidi kutuambia kwamba yeye akasidi kusema ya kwamba wokovu unao Mungu wetu kaketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo. Wokovu wako sio wa mwingine. Vile ulianza sio vile yule alianza. Uchue yule wakati alianza alikuwa na shida gani? Uchue vile yule mwingine alianza alikuwa na shida gani? Naweza kuwa yule alikuwa amelazwa kitandani, akamuomba Bwana, akamwambia Bwana, utakubwanie Musa katika hii kitanda, Bwana nitakutukuza nifanye kazi yako. Lakini Musa sio muda, umesahau. Nitafanya kazi yako. Nitatimiza yaliyo neno katika maandiko ya Kumbukumbu la Torati, ya kwamba sitakuibia, ya kwamba nitalitunza kanisa lako. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua wengi wanaweza kuuliza, unaweza acha kutunza kanisa la Bwana? Bwana Yesu apewe sifa. Nitasimama pamoja na kanisa lako. Hata nikisikia hivi siwezi nikaeba kwa chini ya yale. Hata nikisikia hivi tutalia pamoja, kwa sababu maandiko yatuambia pamoja na wale wanaolia. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo ainuliwe. Aliwaona katika kiti cha Mungu wetu wakilia sana wakisema, wokovu unawe Mungu Baba. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe, kwa sababu yeye ndiye anaokoa, yeye ndiye anagusa, yeye ndiye anabadilisha, yeye ndiye anainua, yeye ndiye anaondoa maovu, yeye usimamisha neno kwa yule anayemwamini. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Sijui wewe umesimama katika hali gani. Labda ulikuwa mgonjwa, ulilia sana Bwana akuponya. Ukaweka hadi mbele yako, ukiniokoa Baba, sitakusahau, nitafanya kazi yako. Sijui sasa ni kazi gani unaofanya. Sijui unafanya kazi ukinungunika. Wakati ulipokuwa una kazi ulilia Bwana, ukinipatia kazi nitachunga nyumba yangu na familia yangu. Na nitakumbuka nyumba yako. Sijui sasa hii unakumbuka nini? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu tukiona katika maandiko yatuambia wale watakatifu walisimama katika neno, wakasimama katika wokovu. Sio wao kusimama, hatujaombiwa ya kwamba walisimama nini? Walisimama katika neno wakiwa katika wokovu wa Yesu Kristo. Kwa sababu uwezo ukakaa katika neno kama uwezo ukakaa katika wokovu kama una neno. Walizingatia neno la Yesu Kristo mpaka wakamfikia akiwa katika kiti yake enzi. Ndio wakati walipofika pale walilia. Yohana alisema alitazama wakilia, na mahali pale wakiwa wamefikwa vazi nyeupe. Ya kumanisana ya kwamba hawakuwa na neno mbaya, hawakuwa na dhirabu yoyote, hawakuwa na lawamu. Walienda ya kwamba hawataenda tena. Ndio napenda kuambia Wakristo, wacha kujichanganya. Leo uko kwa mganga, kesho uko kanisani, kesho nyingine uko mahali kwa fitina, wale wengine uko katika hali ya kupanga maovu.
kaa katika neno, kwa sababu yote yatapita, lakini neno litasimama sasa hata milele. Ya ulimwengu yote tutayacha, lakini Yesu Kristo atasidi akiinuliwa, kwa sababu yeye ni Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona ya kwamba akiangalia kondoo moja ikiokoka, malaika juu mbinguni wanasangalia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Turudi mstari wa 11. Na malaika wote waliokuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi. Bwana Yesu apewe sifa. Na sahao wazee na saa wale wenye uhai wanne, na walianguka kifundifundi mbele ya kiti cha enzi wakimshuhudia Mungu. Ati walilia wakasema, wokovu uko pamoja. Na wale wazee na malaika wa Bwana waliozunguka kile kiti cha enzi walianguka kifundifundi wakimshuhudia Bwana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo waliona yale aliyotenda Mungu wao. Waliona jinsi vile Mungu alionekana akiwa ameinuliwa. Wakati wale walipomwendea watakatifu, walikuwa maandiko yatuambia kutoka juu ya kwamba walikuwa wengi, wenye hesabu ewesi ikasabika. Lakini tukiangalia nyuma tunaambiwa walikuwa 1144 ya watu. Kila kabila, kila lugha, wana wa Israeli waliopiwa mihuri ndio kuenda kumtazama huyu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe fikiria wengine walienda wapi? Wengine waliingia wapi ikiwa walikuwa 1144? Hao ndio walipiwa muhuri wakiwa watakatifu wa Yesu Kristo. Ingekuwa ni wewe wakati ule, ungekuwa wapi? Kama ungekuwa kati ya hao watu, leo kuwa katika utakatifu wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwa. Walipoonekana kule, wakilia kwa sauti kubwa wakisema, wokovu uko nayo Mungu. Hakuna mwanadamu anaweza kukupatia wokovu. Hakuna mwanadamu anaweza kukuokoa kutoka shida. Hakuna mwanadamu anaweza kukusifu. Bwana Yesu apewe sifa. Ili yule anaojua Mungu wetu kupitia mwanae Yesu Kristo, anaojua vile unaomwendea yeye. Maandiko yatuambia wakati walikaribia mahali pale, walilia kwa sauti kubwa wakasema, wokovu unayo Mungu. Na mahali pale wakiwa wamefuka mavazi meupe, kumaanisha ya kwamba hawakuwa na lawama lolote wakimwendea Bwana. Wacha kuenda kwa Yesu Kristo umechanganya. Wacha kusinda kwa vitina na uchochezi. Wacha kusinda kwa usharati, halafu jioni unapiga makoti, unafanya kimakusudi, halafu unaambia Mungu akusamee. Walipomwendea huyu Yesu Kristo, maandiko yaniambia walienda wakiwa watakatifu, wakiwa wamefiwa mavazi nyeupe, kumaanisha hawakuwa na lawama mbele ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Wakati walipomwendea, wakati walipokaribia mahali pale, kuna wale waliowazunguka. Malaika wote waliokuwa wamesimama pande zote za kiti cha enzi, na sahau wazee na wale wenye uhai nne. Kulikuwa wazee, kulikuwa malaika, na kulikuwa wale wenye nne. Nao walipoona hayo yote mbele ya Yesu Kristo, maandiko yaniambia walianguka kifundifundi mbele ya kiti cha enzi wakamshuhudia Mungu. Haleluya. Kwa sababu aliokoa. Kwa nini hao wazee na wale wenye uhai wanne na malaika walianguka wakamshuhudia Bwana? Ni kwa vile waliona umati wa watu ulipokuwa umekombolewa, ulipokuwa umeamini, ulipokuwa umemcha Bwana, ulipokuwa umeamini ya kwamba Kristo anaweza. Walikaa katika utakatifu, walichochewa wakafitiniwa, lakini hawakuona vitina na uchochezi. Waliongelewa maovu, lakini hawakutazama maovu. Ndio nawaambia kila wakati, chochote sikukwasa katika safari yako, iwe mambo gani, iwe kitu gani, wewe muabudu Bwana, muongoje Bwana. Kaa kama Ayubu ukisema kuna yule mtetezi atakuja kunitetea. Walipoona wale wazee wakimzunguka na malaika na wale walio waini, maandiko yaniambia wale walipokuwa wamebiwa mihuri walianguka mbele ya Bwana wakamshuhudia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa yale makubwa ametenda. Hii safari ikukuwa rahisi wana wa Israeli kufika 1144.
Lakini kufika mahali pale, maandiko yaniambia walianguka kifudifudi. Katika mahali wakaona yale makubwa, ile kawa wakastaajabu sana Yohana kile kitendo mwana wa Mungu alipofanya. Hakaokoa hao watu wote. Na wakati unaokolewa ni wewe unachitoa katika wokovu wako. Sio mwingine, sio mke ama mwanaume anaweza kuchitolea kwako. Ni wewe utaamini na uamue ya kwamba leo nataka kumfuata Yesu Kristo. Sio mama yako, sio baba yako wala mtoto wako. Ni wewe utasema ya kwamba mimi nataka usimama katika neno. Na vile unaweza kuwa kama wewe mwenye pomo useme mimi nataka usimama na watoto wangu. Kwa sababu tumesikia ya kwamba Ayubu alisimama na watoto wake, ndio Bwana akawagusa. Na wewe pia utende ile kitendo aliyofanya, umjaribu huyu Yesu Kristo. Anasema nichalie one yale makubwa atakutendea. Bwana Yesu apewe sifa. Ichalisi ni njia gani umepitia. Uacha kukumbuka yaliyopita. Angalia mahali unaenda. Ni mahali gani unaenda mpaka umfikie huyu Yesu Kristo. Kwa sababu ukikumbuka yale uliyopiga utakuwazwa zaidi. Ukikumbuka yale yaliyo kanda yako utakuwazwa zaidi. Ukikumbuka kosa fulani utakuwasika, utaomba. Lakini nakuahidi ya kwamba wewe katika neno usitazama Bwana. Umwambie Yesu Kristo, nataka uvumilivu. Nataka neno ndani yangu ya kunitia nguvu katika safari ya wokovu. Kwa sababu bila neno utaisiwa na utachanganyikiwa, utakaa na maneno. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yaniambia walianguka mbele yake akamshuhudia. Kwa yale makubwa ameyatendea. Hiyo safari kufika mahali pale ilikuwa rahisi. Bwana Yesu apewe sifa. Mahali unatoka utoka utotoni mpaka mahali umefika sio rahisi. Sio mapenzi yako vile ulivyo, lakini ni kuachilia neema. Haya yote tu mtukuze Bwana. Kwa sababu kuna yule amelazwa hospitali, anameza madawa ya maelfu akiwa mahali pale, lakini hakuna mabadiliko. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Lakini hata wale walio wagonjwa na wapatie imani ya kwamba kuna Mungu yule asahau mchauko wake. Ayubu alilia akiwa kitandani mpaka mwisho wa doari. Na Mungu akamuonekania jua ya kwamba yale macharibio unayopitia na vita ni chakula ya kiroho. Usipocharibiwa utachua msingi wa maombi. Lakini wakati unatingiza utachua kwamba yeye Kristo ako nako hai. Haleluya. Niliwaambia Kristo ako na Shetani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wewe utaona ni wapi utakayosimama ndio pato kufaulu kulipokea lile neno. Kwa sababu neno ni uzima wa milele. Kwa hivyo utaona ni wewe ni wapi utakayosimama ndio usiweze kutingizika. Kwa sababu Shetani hataki sauti ya maombi. Atakuteteza kwa chini ya maombi, lakini hatakuwa karibu na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mtu anaokaa ya kwamba amekaa kwa sababu yeye amekaa anaongojea, utaongojea yaliyo maovu. Shetani na yeye anafurahia watu wanakaa bila maombi. Kaa karibia huyu Yesu Kristo, kwa sababu yeye akona nguvu na uwezo na mamlaka wa kuondolea kifo na mauti na magonjwa tofauti. Na wakati alipokuita, wakati alikokomboa, usisahau ndugu yangu ama dada yangu mahali ulipotoka. Uchione mahali huko. Jua kwamba hii safari ni zito. Inakuhitaji, inanihitaji mimi. Ndio tusikane mikono tuende hii safari. Hakuna mtu anaenda safari akiwa peke yake. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna mtu anaenda safari akiwa peke yake, hata Shetani hakuna wafuasi wake. Ndio kwa sababu unaona anawatuma kila makanisa ili kuleta mfurutano, kuinukiana, kuchocheana, kuvitina na kuinukia watumishi wa Bwana. Hiyo si kuchalisi. Hiyo ni kazi ya Bwana ataikamiliza. Haleluya. Tuiege Yesu makofi. Yeye Mungu peke yake aliyeanzisha hii kazi ataifanya nini? Atakamiliza. Kwa nini unahangaika? Wewe kaa katika maombi, muongojee Bwana. Mwambie mimi nakuongojea kwa kila hali na kutukuza kwa kila hali, kwa sababu kila chambo kabla hajatendeka wewe wajua. Kwa hivyo maisha yako ya kesho yeye unajua na uyapanga vyema. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia 12 wakisema amina, walipoanguka mbele ya ile kiti enzi walisema amina. Amina na masizaje? Wache hivyo vile.
Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukisema amina, nikisema tusaidia watoto, ukisema amina umekubali. Ukikataa kuwasaidia umechirani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usema amina uchui maana ya amina. Wacha livyo amenena. Bwana Yesu apewe sifa. Wakisema amina, walipoanguka kifundifundi, kumaanisha kwamba walimpatia heshima na utukufu, imrudie yeye. Heshima na utukufu kwa Bwana ifanye nini? Imrudie mwenyewe. Wakaanguka, maandiko yatuambia kwamba wakasema wakati wa kuanguka, amina. Baraka na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uwezo wa nguvu na sina Mungu wetu hata milele na milele, amina. Wakamshuhudia Bwana, wakamwabudu hapo, wakimuinua Baba, wakisema heshima na utukufu imrudie yeye. Yale yote ametenda wakampatia. Kwa sababu katika maandiko ya Zaburi 115 yatuambie Bwana, usitukuse sisi lakini utukuzwe. Kwa hivyo wewe usichikufuika ukifua. Ati mimi niko na hii na hii, mimi niko hivi na hivi, mimi nachiweza, naweza kufanya jambo lolote. Jua ya kwamba tusitusikuse sisi wenyewe lakini tumsikuse Bwana. Kwa nini tunamtukuza Bwana? Kwa sababu maandiko yananiambia wakasema baraka na utukufu. Baraka ni zake, unajua. Zile baraka Mungu amekubariki, hewa amekubariki na watoto, hewa amekubariki na kazi ni zake. Kwa hivyo usichifuna kuchiringia useme ni mimi. Usahau Mungu ndiye alikubariki nayo yote. Usisahau useme ya kwamba yule hana kazi lakini mimi niko nayo. Jua hizo ni baraka kutoka kwa Bwana. Walipomwendea yeye katika mahali alipo, wa maandiko yananiambia walimshuhudia. Wakasema baraka na utukufu imrudie nani? Kwa hivyo ile baraka wewe Mkristo ulio nayo sio yako, unaweza kujivunia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ile baraka ni yake aliyekupea. Lazima urudishe utukufu na uwezo kwake. Kwa hivyo wewe usijivune useme niko na kazi, yura hana, niko na mali, yura hana, niko na watoto, yura. Kuna mtu aliongea jambo mbaya sana. Mpaka sasa nikikumbuka namwambia Mungu amsaidie. Ati sasa anaweza kuniambia nini na hana watoto? Unaongea nini? Na unajua inafikia mtumishi kama mimi. Lakini najua itafikia yule ulionena ndani yake. Na ikimfikia akiwa mimi nilusinika sana nikamuomba Bwana. Yeye kimfikia atamuomba Bwana, itamkwasa katika safari. Na maandiko atuambia yule anayekwaswa na yule anayekwasa njia ni moja. Bwana Yesu apewe sifa. Hati yako katika ile rango atoki wala inki. Ako mahali pale kwa ajili ya wakati. Mimi sipendaki wa Kristo tukae hapa kwa ajili ya wakati. Nataka tukae hapa kwa ajili ya kutafuta uso wako Bwana. Usisikie sauti mingi na maneno mengi. Sikia neno la Yesu Kristo peke yako. Kwa sababu ukitoka hapo ukiwa umechengeka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua wakati Ayubu alijaribiwa, walisema amemwashi Bwana. Lakini hakuwa amemwazi Bwana. Mali yake kaenda, watoto wake wakaenda, wasema hakumwazi Bwana. Ilikuwa chanzo ya wokovu. Kwa hivyo ukiona mambo mengi yamekuingilia, wamekuingilia kule gasini, wamekuingilia mahali popote, ujue ya kwamba ni chanzo ya wokovu. Hakuna mtu amemwaga damu vile Yesu Kristo alimwaga. Hakuna mtu amepitia mateso vile mwana wa Mungu alipopitia. Kwa hivyo kila jambo ukikutana nao, unasema wacha yeye apewe sifa sasa hata milele. Utukufu imrudie na heshima, kwa sababu baraka zake zote ni zake. Kwa hivyo kile ulicho nayo mrudishie Bwana, lakini usije ukakaa ukajione baada ya kumuona yule Yesu Kristo aliyokufanya nini? Bwana Yesu apewe sifa. Alipotoroka mwanaume alipokuwa kiwete, akafikiri atafanya harusi akae na walio mzima. Alipofika mahali pale ya miezi 2 baada ya harusi, yule akakatika miguu yote na mikono. Kwa hivyo alikuwa anampepa anampeleka kwa haja kubwa, anamrudisha. Akaona mateso kuliko yule wa kwanza. Chunga sana, kwa sababu shetani yako katika mbio. Shetani yako na Mungu wako. Wewe ndio utachukua ni njia gani utakayofuata iko rahisi.
kuna paradiso, kuna jehanamu. Na wale wanaingia katika ile njia nyembamba ni wale wanaotafuta Yesu Kristo. Wale wanaingia katika ile njia pana ni wale wanaoenda kule jehanamu. Wako kwa ajili ya wakati. Maandiko inanifurahisha sana, inaniambia kuna wale wamewekwa kwa ajili ya wakati wa maangamizo. Kwa hivyo usihangaike. Ukiona mtu akiweuka, akinena yasiyokufaa, akikutusi, akiongea mambo maovu, jua ya kwamba Shetani yako na ako kazi na Yesu Kristo ako kazi. Kwa hivyo Shetani akombie kwa sababu anajua kwamba wakati wake umeisha. Kwa hivyo ni imani yako utachunguza iko wapi. Wewe ndio utasimama katika imani yako, utachua uko wapi. Uone ya kwamba uko katika mkono wa kulia ama wa kushoto. Uone ya kwamba ulisimama wakati wapi, wakati Bwana aliyenena nawe. Uone ya kwamba uliingia mahali pale kwa ajili ya wakati. Hauna uliingia mahali pale kwa ajili ya mtaka kitu. Kwa sababu hiyo ni kazi ya Shetani. Na hako anatafuta wafuasi. Kwa hivyo ni wewe ujitetee. Ukijitetea na Mungu na yeye atakutetea. Yesu Kristo atakutetea akiwa katika kiti yake Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo majaribio yaacha kwa ajili ya kutia nguvu na imani. Usihangaike moyo wako, kwa sababu utakuwa na nafasi ya kuomba. Ukizidi kuhangaika kuwasa na kuwazua yaliyopita, yatakukwasa katika safari ya wokovu. Maandiko yananiambia, mama wangu wa kiroho Sara akaniambia, mtoto wangu ukasimame katika neno, na utakapoona majaribio ujue ni vita ya kiroho, na majaribio kuja na kutia nguvu katika imani, na majaribio inakuwa chakula ya kiroho. Kwa hivyo usipojaribiwa utasema Mungu wako. Usipojaribiwa utaona Mungu wako. Utaona mambo yote ni sawa, utachifuna useme ni wewe. Mimi nasemanga Mungu achitirisa onekana ni yeye. Asiache ya kwamba wale wanaoinuka na Shetani wachione ili wamuone Yesu Kristo. Kwa sababu akiacha wakifaulu maadui mbele yako, watafanya nini? Watasema wako, watachiona. Lakini Mungu akiweka mbali nawe, jina la Bwana litainuliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Maombi yangu ni ya kwamba maadui walio mbele yako Mungu asiwapatie nafasi wajitivu. Ili Mungu aonekane akiwa Mungu, hajitirise akaleta ripoti yeye mwenyewe. Hakawachibu yeye mwenyewe. Unyamaze kimya, umongoje Bwana. Ukuwe mtu wa kuomba usiku na mchana. Unyamaze kimya, umongoje Bwana. Umaliza katika maombi yako yaliyo masafi na matakatifu. Waambie Bwana, usiache Shetani achisifu mbele yangu asema amefika. Hili tenda makubwa uniachie ushuhuda. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha Bwana aonekane katika maisha yako. Uliona magonjwa, uliona vita, unaodhulumiwa, unaoinukiwa, wacha Bwana atende mapenzi yako, akuachie ushuhuda. Asiache Shetani achifune mbele yako. Asema hako lakini achafika, safari ni ndefu. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Kwa hivyo baraka na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uwezo nguvu sina Mungu wetu hata milele. Kwa hivyo baraka ni zake. Zile ulio nayo, zile nilio nayo ni zake. Kwa hivyo utukufu na heshima imrudie. Kwa sababu yeye ndiye anaopeana, sio mwanadamu. Sio wewe, ni mwanadamu, sio mwanadamu. Si ni Mungu peke yake anaweza kukuinua kutoka mafumbini mpaka akuinue juu. Mpaka maadui wako wasangae. Waseme imekuache leo. Nimeona fulani amebadilika. Nimeona Yakob amebadilika. Nimeona Cheni ameinuliwa. Nimeona Cheni ameinuliwa. Watasangaa. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha Mungu akupatie ushuhuda mbele yao. Wacha akuinue. Awatoe mbele yao ndiye akuachie ushuhuda. Unaweza kuhubiri ukisema Bwana alitenda. Nilikuwa katika magonjwa, nilikuwa katika mateso. Nilikuwa mtu wa kudaiwa lakini Bwana alionekana kwangu. Kwa hivyo wacha Bwana akuhusie ushuhuda. Wacha kuinua usiku na mchana utokapo muone. Yule anayeamini tuseme amen. Bwana Yesu apewe sifa. Akawajibu mmoja wa wale wasee. Akawaambia. Akawajibu mmoja wa wale wasee. Akawaambia, je, watu hawa waliofikwa kwa mavazi meupe ni akina nani? Na wametoka wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia kwamba walipofika hivyo
walianguka kifundifundi wakamshuhudia Bwana. Na Bwana wakauliza wale wazee, wakawaambia, je, watu hao waliofikwa kwa mavazi meupe ni akina nani na wametoka wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Tabia, mienendo ndio itakukua ukue qualify kumuona huyu Mungu wetu, kuona baraka zake, kuona njia zake, kukuinua kutoka mafumbini kwenda juu. Ni yeye peke yake, hakuna mwanadamu. Kwa hivyo baraka ya mwanadamu ni ya muda, kwa sababu atakubariki na aongee mbaya juu yako. Lakini yeye akikusikilia, kiwa wewe ni mcha Mungu na muamini, hata kuachilia kamwe. Maandiko yatuambia, akawajibu mmoja wa wale wazee akawaambia, akiniambia, je, watu hao waliofikwa kwa mavazi meupe ni akina nani na wametoka wapi? Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. 14 nikamwambia kunimwambia, Bwana wangu, wachua wewe. Bwana akauliza maswali. Kwa hivyo maswali lazima uulizwe na ujibu. Lazima ujue maswali ni ya nani na imetoka wapi. Na hii maswali unayohusi iko na lengo gani? Lakini maandiko yatuambia ya kwamba akawaambia, wewe Bwana wachua mahali wametoka. Akauliza hao watu wa mavazi meupe wametoka wapi? Hao wako na roho safi. Bwana Yesu apewe sifa. Nikamwambia, Bwana wewe wajua. Hiyo ni wakati Yohana alipokuwa katika maono. Wakati alipokuwa katika maono, alizungumza na Mungu wake, akamuonyesha yale makubwa anayotendeka kule juu mbinguni. Akaonyesha watakatifu wake, akaonyesha juu mbinguni kunaonekanaje na wale wanaosafiri wanafaa wakae vipi. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuonyesha watu wamechanganyikiwa, hakuonyesha watu wamechanganyika na mavazi, lakini aliwaambia wana na mavazi meupe, roho zao ni safi, hawana lawama mbele ya macho ya Bwana. Kwa hivyo wewe uko na wakati wa kutubu usiku na mchana. Yohana 3, Mathayo 3 yatuambia, tubuni kwa ajili ufalme wa mbinguni uko karibu. Yohana alipowatangazia ujumbe, wakati walipoona ubatizo wa Yesu Kristo, walifanya nini? Walikimbia. Hata Wafarisayo na Masadukayo wapate kufanya nini? Ni kwa nini walikimbia? Kwa ajili ya tamaa zao. Hawakuwa wanatafuta uso wa Bwana. Kuna wale wanaokimbia, wanataka wafisike ile vazi ya Bwana, lakini hawawachaosa mavazi yao. Roho zao ni chafu, wako kama Kaini. Bwana Yesu apewe sifa. Kumaanisha ni watu wawivu, wako kama nani? Waka kama yule Savina na nani? Walishuhudia uongo mbele wapi? Mbele ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo tujue kwamba wewe unaotafuta Mungu unamtafuta na njia gani. Mimi napenda kusema ya kwamba tafuta Mungu ya kwamba utamtafuta tena. Usimtafute kwa ajili uko na shida, usimtafute kwa ajili wewe ni mgonjwa, usimtafute na njia nyingine. Lakini mwambie, nitakaa na wewe, sitakaa na wewe tena. Nitakaa kama sitakaa na wewe tena. Yaani nitakaa sasa na kesho hata milele. Mwabudu kwa Bwana ya kwamba kesho hakuna maombi. Tukianza kumuita saa hii, hatutakumbuke ikifika saa 1 tutaomba. Kwa sababu uchui baada ya saa 1 utakuwa nini kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukimwanza kumuita Bwana, muita huyu Yesu ya kwamba utamuita tena. Mwabudu kama utamwabudu tena. Yuechi achilie moyo wake kwake yeye, ashuke na tawale. Akaondoa yale maovu na Mungu akuinue katika utakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Shetani ni mchanja kwa sababu ako katika mbio. Anajua kwamba baraka zako ama nyota yako ni wapi. Anakimbia ili aharibu nyota zako na baraka zako. Lakini wewe mtegemee huyu Yesu Kristo, mwabudu ya kwamba utamwabudu. Ya ulimwengu yasikuchukue, utajiri yasikuchukue, umaskini yasikuchukue, lakini mwabudu huyu Bwana. Haleluya.
Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba maandiko yatuambia ya kwamba walipoanguka kivundiwiki wakasema, akajibu mmoja wa wale wazee 10 akiniambia, je, watu hao waliovikwa kwa mavazi meupe ni akina nani? Ni wametoka wapi? Nikamwambia, Bwana wangu, wewe wajua. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona ya kwamba Yohana hakutaka kuongezea ama kupuuza. Yeye alisema ya kwamba vile aliongozwa na Roho. Na mtu mwerevu sio mtu wa kubayuka. Ni Mungu akumwambia neno, ananyamaza na anakujibu. Sengine anakujibu, anakuambia wache kaa hivyo, na yote tumwachie Bwana atende mapenzi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mambo inafaa unyamaze muongoje Bwana. Kuna mambo ifai wewe ongea kwa sababu kuna suluhisho kutoka kwa Baba. Yeye ukucha na kujibu ukiwa na muamini na kumwabudu. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Akamjibu akamwambia, wewe wajua wewe. Akaniambia, baada ya kumjibu hivyo katika maono, akamwambia, hao ndio wanaotoka katika katikati. Hao ndio walipotoka katika diki ile iliyokuu. Nao wamefua mavazi yao ya kuyafanya meupe katika damu ya mwana-kondoo. Bwana Yesu apewe sifa. Akawaambia, akamjibu Yohana akamwambia ya kwamba hao wametoka katika diki iliyokubwa Sida. Walipita milima na maponde, wakapita katika hali ya kukanwa na ukataliwa. Hao ndio waliokuwa nini? Waliofua mavazi yao na kuyafanya meupe katika mwana-kondoo. Hati hao ni akina nani wamefaa hiyo mavazi na wametoka wapi? Bwana akanena akamjibu Yohana akamwambia kwamba hao ndio wale walioteswa kwa ajili ya neno langu. Hawa ndio wale waliodhulumiwa. Hawa ndio waliotukana kwa ajili ya neno lako. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio wamefua mavazi yamekuwa meupe. Ndio wamevumilia katika ile dhiki waliopitia. Ndio nakuambia mpendwa, ukisikia mengi kama wewe ni Mkristo, wacha Mungu ajibu kwa niaba yako. Wacha Mungu akutetee. Unyamaze akujibu. Wewe omba unyamaze akujibu. Kuna mambo mengine hatuwezi kujibu. Tunangojea Mungu ajibu kwa niaba yetu. Kuna mambo mengine uwezi ukonena, tunaongojea Mungu anena kwa niaba yetu. Kuna mambo mengine uwezi ukakezi, unamngojea huyu Bwana akezi kwa niaba yako. Bwana Yesu apewe sifa. Akamwambia hao wako mahali hivyo ni wale waliofua mavazi yao na walipitia katika dhiki, mateso, wakatukano, wakaambiwa maovu juu ya neno ya Yesu Kristo. Ndio hao umeona. Kwa hivyo kukaa katika neno inahitaji wewe Mkristo kuwe mvumilivu. Utaambiwa mengi, utatiziwa. Niliwaambia last week vile nilipelekwa kwa chifu. Nilipofika mkule wa chifu, Bwana akaonekana mahali pale. Hakanena na yule chifu nilipopata mahali pake mwaka 96. Na Mungu akanena bande yake, akasema ya kwamba wewe dada endelee katika injili. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini hakutoseka, mwenye aliteta akarudi akaanza kutoa vituza, akaua wanyama, akaleta ndani ya compound, akileta vitizo mbalimbali. Lakini mimi nasema vitizo sio bunduki kwangu. Vitizo iwezi kaa bunduki kwa yule anayemuita Bwana. Ile inakuwa ni upepo ama ni kisunguzungu kinaopita na kuisha. Kwa hivyo wewe yule uliokoka msikilie Bwana. Mwambie Bwana, wewe unataka neno lako liendelee. Na ile mipaka inayokuja kwa neno lako iondoe. Kwa sababu mipaka ikicha, watu wako hawataokolewa. Walevi, wasarati hawatapata uchumbe. Kwa hivyo ondoa hayo na wewe Kristo tuendelee katika safari. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia Yohana akajibiwa, akasema wale ndio wale waliopitia katika mateso. Kwa hivyo wewe unaopitia mateso, Bwana anakupenda. Wewe umedhulumiwa, umetukana, umeambiwa maovu, wewe ndio Bwana anapenda. Wewe umekaa katika vita na magonjwa, wewe ndio Bwana anapenda. Anasema muite bila kukoma. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe 15. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu
nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake, na yeye aketie katika kiti cha enzi atandika hema yake juu yao. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yananiambia akamchia akazidi kumsibu. Hawa ndio wale wanao katika kiti ya enzi ya Bwana wanamtumikia usiku na mchana. Hao waliochikakamua kumtafuta huyu Yesu Kristo, na Bwana akawainua. Maandiko yatuambia kwamba unaona hao ndio wako katika hema langu wakinitumikia usiku na mchana. Kwa hivyo ukiwa na Yesu Kristo ndani yako uwezi ukakosa. Uwezi ukaona ya kwamba yale yanaonekana mbele yako, yale yanayosomwa itakuwa neno kwako. Utaona tu ni homa inakuja na upiga na unapita. Ili anakupatia uchuzi wa kumuita Bwana, kumwambia Bwana, sasa nataka unichibu. Nataka mimi siwezi nikawachibu, lakini wewe chibu kwa niaba yangu, uniachie ushuhuda. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe siwezi nikauliza, wewe niulizie ili upate kuinuliwa. Usiache Shetani ama adui yako ainuliwe mbele yako, ili Bwana aweze akaibika sasa hata milele kamwe. Ndiye alimwambia hao waliopitia katika shida, hao waliodharauliwa, hao waliodhulumiwa, ndio hao wamefika mavazi hizo meupe, kumaanisha hao ndio walivumilia katika shida, hawana lawama. Bwana Yesu apewe sifa. Wako mahali pale kwa ajili ya kumwongojea Bwana. Maandiko yatuambia ndio hao wameonekana mbele yangu. Nifanya nini? Nimewatandikia hema katika nyumba yangu, ndio waniabudu usiku na mchana. Haleluya. Unajua ukiwa na Yesu Kristo uwezi ukawasa mengi. Mimi nilikwambia kwamba hata jirani yako akiongea maovu juu yako, usiwe unahangaika au kiongea mengi. Yeye itakukwasa, utakuwa na wakati wa kuomba. Na vile sisi wanadamu wa Kristo tunapenda kutafutwa na wakati. Lakini wacha nikuambie, kiwa wewe unatafuta wakati, ukiwa wewe unatafuta na wakati upate nafasi ya kuomba, utaona uso wa Bwana. Jitenge umwambie ya kwamba Bwana, sio lazima nikire ndio nikuwe na afya. Sio lazima nifanye hivi ndio onekane niko. Lakini nakuomba na shukuru kwa yale yote umenipea. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa vile nashukuru kwa yale yote unipea, nipatie muda wa kuabudu. Naitisa muda kutoka kwako. Najua kule kazini na kaziwa, sina nafasi ya kuja kutafuta uso wako, lakini niitisie ruhusa kule. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbuka Shetani yako ako mbio. Anaweza kufunga njia zako, hata kuja kusikiliza neno la Bwana itakuwa ngumu. Anaweza kukuonyesha kanisa ni mbaya, ndiye akupate kule nje mahali huko ndiye akunyakue kwa haraka. Unasikia Shetani yako na mbinu tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati nilipoitwa, nisambuliwa sana na roho chafu. Na roho chafu nawaambia ipiti kwa hewa, mimi napenda kuongea. Roho chafu inakuwa kwa yule mtu asiyemwabudu Bwana katika haki na ukweli. Bwana Yesu apewe sifa. Hakaniambia kukaa kwa kanisa na kuomba hakuna faida. Lakini mimi nikamwambia faida yangu ni kwa Yesu Kristo, kwa sababu aliyeniokoa akanipatia uhai. Mahali anitoa katika hali ya kifo na mauti, siwezi nikageuka, nikaona niko na mali, nikaona ni kila kitu, alafu nirudi nyuma. Siwezi nikarudi nyuma kamwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kamwambia hata Shetani akisha akachukua, Mungu anachua vile ataregeza. Bwana Yesu apewe sifa. Kulikuwa na mapingamizo sana. Wengine wakisema hii tunaweza kubadilisha, ukue daktari mkubwa ili upate kutibu zaidi. Kamwambia raha, mimi siwezi nikatibu mambo ya Shetani. Mimi nitasimama mpaka neno. Ikanifaa nifunge wiki moja nikiomba, kwa sababu midomo ya wanadamu ni laana. Lakini laana iweze kapata yule ana hatia. Laana inapata yule ako na hatia, bila kumlaani na mwandamana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu neema inatoka kwake inatoweka, laana na mwandamana kwa sababu ya matendo na tabia zake. Nikaomba wiki mmoja nikimuita Bwana. Nashukuru huyu Mungu, Bwana alinitetea. Na wale walikuwa niandamana kunibadilisha, mimi sio mtu wa kubadilisha sasa hata milele. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio nasema uhai wangu na kifo yangu iko mikononi mwa Mungu. Kwa sababu ningebadilika hiyo wakati. Bwana Yesu apewe sifa.
lakini nasingisika sana kwa sababu wote wako chini. Mmoja aliponicharibu aliongoka katika ghorofa ya 7. Wakati yako hospitali akaniita, akatuma mtu akuja kwangu aniombe msamaha. Mimi nikamwambia ile msamaha unaniita mimi sijui ni wa nini. Hebu huyo ndugu arudi akuambie nimsamee nini. Kwa sababu niyo nilikuwa ni watu wananitembelea, kumbe walikuwa Delila. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona ni marafiki kumbe ni Delila. Unaona ni mafika lakini ni Delila. Mimi sikuchua mission yao. Nilichua ni watu ndio na kuambia yule rafiki mlio karibu na yeye. Chua ni rafiki aina gani? Bwana Yesu apewe sifa. Kumpokea Yesu Kristo katika roho ya imani sio kitu rahisi. Ni kitu ya kujitolea, ya kumwambia Bwana sasa nionyeshe siri zako. Na hawezi akakuonyesha siri zako ikiwa umejijanganya. Lazima akuonyeshe ikiwa umesimama katika neno. Hawezi akakuonyesha ikiwa na babasa. Anakuonyesha ikiwa yeye unamsikia ya kwamba utamsikilia tena. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Ni marafiki tu walipokuwa wanatembea. Hawa ni Wakristo. Sio kila mtu mnaungana mikono na kuomba. Kwa chini maombi yako. Wewe simama, kataa kila roho inaweza kutenganisha na Yesu Kristo. Roho nyingine inaweza kuja kutoa mbali, ndio malisiwe huko. Shetani kwa sababu amekutafuta muda mwingi, amepata uko kanisani, anajaribu kukumaliza, anakosa kukumaliza. Sasa atakutoa mbali, akumalizie mbali. Chunga sana yule unaokoka. Bwana Yesu apewe sifa. Na kumbuka Shetani ameweka wafuasi wao wa kanisa ndio kutoa kondoo za Bwana sida asina misingi katika neno. Kwa sababu yeye ataki aende chana mpeke yake, anatafuta wafuasi. Ataka wakati wa mwisho akiwe na rawamu peke yake, anapenda marafiki wale wa kuanguka nao. Kwa hivyo wewe ulio Mkristo, chunga yule rafiki mlio karibu na yeye ni rafiki aina. Unajua Shetani atambui mtoto, atambui mama, atambui baba, atambui kaka yako, atambui dada yako, atambui kwa sababu ako katika safari. Bwana Yesu apewe sifa. Na hapa tukirudi nyuma tunaona ya kwamba tunaambiwa wokovu uko kwa nani? Kwa Mungu peke yake. Kwa hivyo wokovu wako uweze ukasikanisha na mama yako. Wokovu wako uweze ukatanisha na ndugu yako. Wokovu wako uweze ukaenda na dada yako. Wokovu wako uweze ukaenda na mtoto wako. Ni wewe utajitetea ukiwa kiti yake Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Kwa hivyo yeye Mungu ni Mungu aliye hai. Ikiwa ulipokuwa katika hali ya kifo kukufa, usimsahau Mungu wako. Ukiwa uko katika hali ya ulifungwa chera miaka 10 lakini baada yaye rais akasema ufunguliwe kabla haijafika miaka 2, usimsahau Mungu. Usione ni wakati wako wa kutoka ilifika, lakini ujue ni Mungu alibadilisha maneno. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kuna vitu Mungu anatenda. Ngine mimi nakaa kwa mimi nakaa chini na yatafakari yale makubwa. Bwana anaweza kugeuza kitu, muone serikali yetu ni mbaya. Serikali kumbe ni Mungu kuna jambo anataka linenwe, hiyo serikali isimame. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kila wakati sio kulaumu serikali, jichunguze wewe umesimama wapi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Watumishi wa Bwana waombe wakinyenyekea, wakiuliza Bwana wanataka nini. Wakati wale walipoomba wapewe mfalme, walipewa Sauli. Si walikuwa wanaomba wapewe Sauli? Si walipewa? Walinungunika kwa nani? Na ukiomba ni kile unaomba kia atakupea. Kwa hivyo usianze kunungunika ukiona taifa inaenda hivi na hivi. Kile unaomba ndio Bwana anayokupatia. Kuomba omba vikabura, yani fikiria kabla hujapiga makoti kuomba. Unaweza kuomba kama Abina Asau waliomba wakaangamizwa katika hema la Bwana. Kwa hivyo kabla hujaomba kuomba, kuacha kulio ukipiga makoti ukiomba. Utaomba kilio upate umemaliza nyumba yako. Kwa sababu una chizi binu ya kumwendea huyu Bwana. Unaenda ya kwamba kama mtu unaenda kule kwako kwa bafu kuoga. Huyu Mungu wetu hawezi ukamwendea kama unaenda kwa bafu kuoga.
Unaweza kujimwagia maji kabla hujaweka sabuni. Yaani Mungu wetu ako na mwelekeo Bwana. Lazima ukae chini utafakari yale yote umetenda katika wiki nzima kabla hujaingia katika hema la Bwana. Uone yale uliyotenda yasiyomfurahisha Bwana. Uone vile ulianza wakati uliokoka, uliambia Mungu nini. Usifike katikati ukageuke. Kwa sababu yeye asahau na yeye apenduki. Ufikirie kabla hujaingia. Unajua kuna kitendo inaweza kutendeka. Uone ya kwamba Bwana amekuacha. Uone ya kwamba ni maadui. Kumbe wewe ndiye adui mkubwa kwa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kabla uchoba, wewe unaomcha Mungu, kaa chini utafakari. Uangalie umpali mahali umetoka. Uone mahali umekosea Bwana. Usianze kulaumu serikali. Inaweza kufanya ni dhambi zetu umefanya, serikali ina mwelekeo. Sasa wewe unaanza kulaumu serikali mtu mmoja. Wewe jilaumu wewe. Kabla hujatoa mwingine bodi kwa chicho. Jitoe wewe peke yako. Homba. Kwa sababu tuko na uwezo na mamlaka wa kuombea serikali. Mungu aleta amani. Habadilishe yule amekuwa roho ngumu. Hamtumikie. Haone maovu. Ndiye amrudie Bwana. Lakini serikali, utakao ukiongea serikali na maangamizi ya kuja. Wakati ulipoona ulifanya nini? Ulizidi kufanya kampeni ya serikali ama ulikaa chini ukaanza kuiombea? Unajua kuna mambo madogo tunaona ni ya kawaida, lakini hiyo ndio chanzo ya kuonekana Mungu wako karibu, mwana wa Mungu wako karibu. Bwana Yesu apewe sifa. Tusichukue kila kitu rahisi. Usikule na ukunya na kuraro mwasi huyu Bwana uona hakuna kitu. Walipo wasee kuna nini? Halipikangi jambo. Kwa nini? Na palipo na Mungu kuna halipika jambo. Unajua mambo kama hayo utafakari. Wakati jambo inayokukujia, wewe kaa chini ufikirie. Utende ni kwa nini haya yote yananipata? Kwa nini haya yote yamekaribia? Unarudi katika maandiko. Unasema maandiko. Unakumbuka kila maandiko inasema nini, Agano ya Kale na Agano Jipya. Wakati unaanza kupiga makoti kuomba, unamwambia Mungu, najua maandiko yatuambia hivi. Yatuambia iko hivi na hivi. Na mimi nimechileta kwako nikijua kwamba ujumbe ulionifikia sikufanya vile wewe unataka. Nilifanya kulingana na mapenzi yangu. Ndio napenda kuambia Wakristo, ikifika mahali sitaki ujione, nataka muone huyu Yesu Kristo aliyokufia. Bwana Yesu apewe sifa. Usisahau mahali umetoka, uone mahali umesimama. Kumbuka. Bwana Yesu apewe sifa. Kabla hujafanya jambo lolote mbele ya macho ya Bwana. Unajua hapa hatuchasifisa sisi wa Kristo. Kila mtu ako mbele ya macho ya Bwana. Bwana Yesu Kristo anamtazama akiwa katika kiti yake enzi. Kwa sababu kila wakati awe mchawe, hawe msarati, hawe muganga, hawe mkristo, macho ya Bwana ni makali sana. Inamtazama ikiwa katika kiti ya enzi. Unaweza kukaa mahali hapa enda rudi, muganga na mchawi atoke kule mahali aingie aokoke, kumbe kesho ndi nyakati za mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usichifune na hilo lio nao useme umefika, una shida, umekamilika kila kitu. Ujue kwamba mahali kuna wasee hapa alikibiki neno. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo watu wa Kristo tumeokoka tukue na hekima na busara na uerevu. Hatutaokoka tukue wachinga. Uchokoka utemewe mate kutoka kwa kichwa. Hiyo nakataa. Hiyo mimi pande yangu nakataa kamwe. Uchokoka udunumiwe utosiwe. Ndio sema tuende safari, hiyo ni wakati. Wewe homba unyamaze, muongoje Mungu. Yeye peke yake atakujibu. Kwa hivyo ukijua Shetani ako katika mbio, na unajua Shetani ataingia kwa baa, Shetani ataingia kwa baraza ya chifu, Shetani ataingia mahali ameingia sana ni mkanisani. Anaenda kwa kila kanisa,
anaona ni yule gani aliyetoa ushuhuda kwa ajili ya mwana wa Mungu. Na alitoa ushuhuda ni nini Bwana alimtendea, ndiye akasimama akatoa ushuhuda. Kwa hivyo lazima akutafute, akutingize mpaka umkane, ikiwa wewe uchapandwa katika udongo uliofaa. Kwa hivyo kumbuka ya kwamba Shetani yako na Mungu wako, wewe ndio utaamua utafuata njia gani. Kwa sababu Shetani ako pamoja kando yako, anatafuta roho yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kitu kitakuokoa ni kuwa na imani, kusoma kwa maombi na kumuita Bwana usiku na mchana, na kutenda yaliyo mema, na kuambia Bwana akufundishe njia zake na sheria zake, usije ukamwasi na ukamsahau. Bwana Yesu apewe sifa. Usiwe ukao kama wale wa Israeli. Wakati walipofika kule jangwani, walimwasi Bwana, wakasahau walitoka katika nchi ya utu. Hizo roho ziko. Naweza kumsahau, utakumbuka mahali alikotoka. Lakini Bwana yeye anachua ile kiapo uliapa wakati alikutoa katika nchi ya mateso. Ulikuwa unaomba amani, ulikuwa unaomba uponyaji wa haraka, ulikuwa unaomba Bwana unisaidie na kazi nitalinda familia yangu, lakini sasa hivi ulindi familia yako. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini sasa hivi uliambia Bwana atasimama na kanisa lako. Lakini tukichenga tukuchubomoe nyumba, tujenge ghorofa na hepa. Kwa hivyo uwezi ukasema umeokoka ikiwa utii neno la Bwana. Neno la Bwana ni safi, ni kamilifu mbele ya macho ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukitii, mwenye umeokoka lazima utii. Sio tafadhali. Uwezi ukaokoka kwa ajili ya wakati. Tunaokoka kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Unaambia Bwana hata yakiwa zito unikumbuke. Ezekia wakati alipokufa akiwa na miaka 110, alikuwa mtumishi wa Bwana. Wakati aliposhikwa, yeye hakukufa, alilala kwa sababu hakugharamika na magonjwa. Kugamarika ya kwamba familia yake hakuwapatia nini? Bili ya hospitali ya gharimike. Alikufa kisucha. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati alipopelekwa akashikwa, baada ya siku 3 wachawe walienda kumfufua. Walipomtoa chini akafika juu kufungua sanduku hivi, Roho wa Bwana alinena akawaambia, huyo ni mtakatifu, mcha Mungu wangu, usimguse. Wachawe wakatoro, wakaona hawakuona vizuri. Kesho yake wakasema sasa tutaiweka katika ile nyumba, ndio baadaye tukuje tuone. Wakienda na akamwambia msimguze, huyo ni mtakatifu wa Bwana. Yesu apewe sifa. Sasa iye kawapatia, yani wakawa gumu. Wakati hiyo ingekuwa ni wewe ulikuwa mchawi, ungefanya nini? Lakini wanaona ni kawaida. Wanaona ni kawaida. Elikaa kwa nyumba ikaosea, na watoto wanachua ni watoto tu. Watoto wanakimbia, wakifagia, wanaona sanduku ya maiti. Wakiwa kule kiwanjani, wakaambia watoto wengine, unachua ni? Unajua ni mtoto tu. Kwetu kuna sanduku ya mtu amekufa chini ya kita. Sasa watoto wakapeleka ripoti, wale wanatembea na mfulani wa fulani anatuambia kwa kuna sanduku ya maiti. Watoto wakasambaka usumba mpaka ikafikia chifu. Chifu wakati alipokuja kuangalia, kweli ni yule mchungaji aliyeku. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Sasa wakati alipata ni yeye, na yeye akaona aibu kwa chini ya mtaa wake. Wakafanya kisiri, wakachimba shimo usiku, wakamshika. Lakini ikiwa walifanya usiku, ilipata hiyo ripoti wapi? Hiyo ndiye alikuwa mchungaji wangu. Wakati nilipokuwa mtoto, alikuwa baba yangu ya kiroho. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo ukifuata njia nzuri unaofundishwa, utakamilika katika maisha yako. Ukijipanya roho ngumu, utakaa kama Farao. Bwana Yesu apewe sifa. Tusifuate maneno na tugini, tumfuata Yesu Kristo.
Tukae katika neno, tumheshimu huyu Mungu. Uwezi ukasema umeheshimu Mungu wake ikiwa wewe usimo watumizi wake. Unaweza kusema unaheshimu Mungu na umjui? Bwana Yesu apewe sifa. Uwezi ukasema umemheshimu Mungu ukiwa usimo watumizi wake. Lazima umheshimu Mungu watumizi wake ndio sema umemheshimu Baba. Ndio hata malaika wa Bwana wakileta ripoti wanasema kweli huyu anachua ni mimi nilimtuma kwa ajili ya neno lake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Kwa hivyo mipango ya Mungu sio mipango ya mwanadamu. Kwa hivyo wewe unaosimama katika neno, usiogope vitisho, usiogope mambo mengi, usiogope unapelekwa kwa wachawi, usiogope unaendewa kitui, usiogope ya kwamba utauawa, lakini ya hayo yote tu sio bunduki kwako. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Muamini huyu Yesu Kristo kwa sababu yeye atakuokoa pamoja na nyumba yake. Tunasembiwa ya kwamba yeye wokovu ni kwako, si mwanadamu yoyote anaweza kubebea. Kwa hivyo vitiso ni kama vitiso ya chura ikiwa ng'ombe inaenda kunywa maji mtoni. Bwana Yesu apewe sifa. 16 hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua aliyetawapiga, wala hiari iliyo yote. Hao walio mbele ya kiti enzi walianguka kifunifundi, wanamshuhudia huyu Bwana. Maandiko yatuambia kwamba yeye wamekaa katika hema lake usiku na mchana wakimtumikia Bwana. Na hawataona njaa wala hawataona kiu tena, wala jua litawaka piga, wala hali hiyo yote. Kwa maana huyo mwana kondoo aliye katikati kiti ya enzi atawachunga, naye ataongeza kwenye chemichemi za maji ya uhai, na Mungu atayafuta machozi yao katika macho yao. Haleluya. Tupigie Kristo makofi. Kwa hiyo maandiko yananiambia wale watasubiri na kuvumilia katika shida, katika matukano maovu, maandiko yatuambia Bwana ndio solution ya mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. Atawakinga na maovu, hawataona njaa, hawatakuwa na kiu, watakaa mahali pale wakimshuhudia Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa maana yeye mwana kondoo atafanya nini? Atakaa akae katika kiti yake Yesu atawachunga. Kwa hivyo watakatifu wa Bwana walio muamini yeye ameapa atawachunga. Bwana Yesu apewe sifa. Na atawafuta machozi yale mnaovumilia kwa muda mrefu. Unasema mbona nimeteseka? Mbona nimedhulumiwa? Wewe vumilia, muite Bwana. Unyamaze, lakini Bwana atakuajibu kwa niaba yako. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuahidi ya kwamba hakajibu Yohana katika Ufunuo hakimwambia kwamba hao watachungwa na mwana kondoo usiku na mchana, kwa sababu watakaa katika hema lake. Atawafuta machozi, hawataona njaa wala hawatasikia kiu. Atakaa katika wao sasa hata milele. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wewe unaomwamini Bwana ni uchumbe na kuachia. Nasema ya kwamba Mungu aachi aliye wake kamwe. Usidanganywe ya kwamba Mungu amekuacha. Usiambiwe ya kwamba mbona umeteseka hivi. Usiambiwe mbona hao wanakuinukia. Wewe muongoja Bwana, muombe na unyamaze kimya. Omba na unyamaze kimya, umuongoje yeye kila anayotenda. Ambia Bwana atende, ndiye aibu ekuondokee, kwa sababu wewe unamtumainia na unamchua yeye peke yake. Hakuna Mungu mwingine aliyekimbilio. Lakini ingine usicho ukamsahau Bwana, uone ya kwamba umefika. Atakutema, atakuachilia. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua Bwana akiachilia mwanadamu aliyemuokoka, anaenda anabayuka anaongea kama wazimu. Anaenda anaongea vitu ifai, ndio utachua Mungu ameacha huyu. Ikiwa wewe ulipookoka uliahidi Bwana, ukasema Bwana sitakuacha nitafanya, na wewe na kuambia umrudie Bwana. Uchue mahali uliangukia na umrudie yeye, na yeye pia atakurudia. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha kusema ni jirani ameniroga, wacha kusema ni maadui. Wewe tafakari kabla hujapiga makoti. Umuulize Bwana ni nini nimeasi. Unielezee ndio nikuche mbele yako nitubu. Usiaje kutubu ukisema Bwana nimekataa vita ya Shetani
na kumbe wewe ni shetani kwenda kwa Mungu. Kwa sababu yale unaofanya mfurahishe Bwana. Machozi yako yatakuwa kelele kwake. Bwana Yesu apewe sifa. Kaa chini utafakari. Pona hai yote nimepata. Nimenipata kwa ajili ya kuinuliwa, ama nimenipata kwa ajili ya kumwasi Bwana. Ambia Bwana nakushukuru kwa kila jambo. Kwa yale yote nimepatana naye. Wacha na sifa na shukrani sikurudie. Kwa sababu najua kila jambo inayokuja wakati ufaro. Na wewe unakuja wakati wako. Sio kila wakati unakuja kwa mwanadamu, lakini unakuja kwa wakati wako unaofaa. Kwa sababu ni wengi wanafaa watembelee na ukajibu wao. Lakini wewe mwambie wakati wangu ikifika unijibu, na Bwana awabariki. Jina langu naitwa Samuel Tumona, niko na wimbo. Nina siri na Yesu, yanifanya niwe jasiri. Kwa mbali nayo nyeki, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha nikirukaruka Hosana ame. My name is Moses Silvani na niko na shairi. Kwa mama na baba uwa na heshima. Ukiwa njiani fikiri moyoni. Mpende jirani uwa na heshima. Mzee mpishe njiani mvushe, pekee usimwache uwa na heshima. Asante. My name is Joseph and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms 39 verse 13. It says, "You created every part of me. You put me together in my mother's womb." Thank you. Unu Yesu unaona mimi nampa sifa, ametenda mema. Huyu Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. Tenda mema. Unu Yesu unaona mimi nampa sifa, ametenda mema. Huyu Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. ametenda mema. Unu Yesu unaona mimi nampa sifa, Ametenda mema. Huyu Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. Amen. Makofi mazuri. Usiku waendelea, mchana umekaribia. Tuvae silaha zetu, tupambane na shetani nazo nguvu za giza. Usiku waendelea, mchana umekaribia. Tuvae silaha zetu, tupambane na shetani nazo nguvu za giza. Nimewapa mamlaka mingi, angalieni na wachunga kama kondoo. Kati ya mbwa mwitu iwe ni dhaifu sana kama nyota. Jiangalieni na wanadamu, wewe ni wapole kama ua. Mapepo hayana nguvu tena kwenu, niko nanyi hadi mwisho wa dahari. Nimewapa mamlaka mingi, angalieni na wachunga kama kondoo. Kati ya mbwa mwitu iwe ni dhaifu sana kama nyota. Jiangalieni na wanadamu, wewe ni wapole kama ua. Mapepo hayana nguvu tena kwenu, niko nanyi hadi mwisho wa dahari. Usiku waendelea, mchana umekaribia. Tuvae silaha zetu, tupambane na shetani nazo nguvu za giza. Nimewapa mamlaka mingi, angalieni na wachunga kama kondoo. Kati ya mbwa mwitu iwe ni dhaifu sana kama nyota. Jiangalieni na wanadamu, iwe ni wapole kama ua. Mapepo hayana nguvu tena kwenu, niko nanyi hadi mwisho wa dahari.